Umetokoa na kutuisha, umetuganga na kutulisha, watimiliza mambo yetu Bwana. Watu samehe, watu okoa watu na adui zetu. Fadhili zako Bwana ni za milele, matendo yako kwetu ni makuu. Fadhili zako Bwana ni za milele, matendo yako kwetu ni makuu. Ni neema yako tu, ni kusudi lako, hivi nilivyo ni sababu yako. Ni neema yako tu, ni kusudi lako, hivi nilivyo ni sababu yako. Tukiangalia tulipotoka ni mbali, umetuzingira pande zote. Mkono wako umetutoa mahali si salama. Wewe ndiwe Mungu wa maisha yangu. Ni neema yako tu, ni kusudi lako, hivi ni Asante Mungu kwa sababu ya nafasi hii. Praise Jesus. Bwana asifiwe. Tusalimiani kwa hewani. Happy New Year. Happy New Year. Tuwashukuru sana kwa Mungu kwa nafasi hii. Na ni vyema uangalie mwenzako mwambie you are special to me today. You are next to me in the new year. Unajua kuna mtu mwingine atakuwa next to you in the first service of the year 2022. Ni huyo tu. Na mwambie nitakuwa na mwambie hivyo tu. Wacheni kuwa na wivu. Mwaka mpya mwambie nitakuwa na kuombea. Thank you very much. We thank God for this moment that he has given us and we should be glad of this day. Ni wengi wangetaka kuona siku hii lakini hawakuiona. Naomba tupewe na wimbo namba 2 wa tenzi na ili tukaanza kuweza ibada yetu ya siku ya leo ambao ni ibada special being the first Sunday of the year 2022. Tenzi namba 2. Edakitonga tuongoze. Twamsifu Mungu kwa mwana wa pendo aliyetufia na kupaa juu. Haleluya, usifiwe. Haleluya, amen. Haleluya, usifiwe, utubariki. Bwana asifiwe. Happy New Year. Tukianza mwaka hivyo itakuwa mwaka mrefu sana. Haleluya. Tafadhali sasa tumeshika wimbo, tuimbe vizuri, tumsifu Mungu kwa sababu ametufanya mema, si ndio? So tupige makofi hivi. Yes, like that. Makofi mazuri. Yeah. Twamsifu Mungu kwa Roho Mtakatifu, ametufunulia Mwokozi wetu. Haleluya, haleluya, asifiwe. Haleluya, amen. Haleluya, asifiwe, utubariki. Twamsifu Mwana aliyetupia, aliyetwaa dhambi akazifuta. Haleluya,
Thank you. Look to the Lord and his strength. Seek his face always. Praise and worship. May we continue. Hallelujah. Mwaka mpya huu tunamsifu Bwana kwa sababu ametenda mema. Hallelujah. Yeah. Cheza kidogo kama umefurahia.
mwenda Yesu tasenjagia ndimwendete Ngai uyu tasenjagia ndimwendete Ngai wakwa Ngai wakwa Ngai wakwa iwa magegania Ngai wakwa Ngai wakwa Ngai wakwa iwa magegania Ndimwendete ndimwendete Tungependa kuanza na Bwana. Tungependa kutembea naye kila siku. Tungependa kuishi naye na kukaa katika uwepo wake kila siku ya mwaka huu. Kwa sababu kwa upendo na uwepo wake kuna amani, kuna furaha na kuna nguvu. Kuna uponyaji na kuna wokovu katika uwepo wa Bwana. Tumshangilie Bwana na kumtegemea katika hali zote zetu, ili akae pamoja nasi tunapoanza mwaka huu, tunapoendelea na kila siku. Tukae katika uwepo wa Bwana katika jina la Yesu. Mungu ni mwema, anapenda kutembea nasi. Anatembea na maisha yetu asubuhi ya leo. Tunakuabudu Bwana, wastahili sifa. We desire to start with you, O God. That you start this year with us, our Father. Open your mouth and just speak to the Lord. Do not listen to your neighbor. Do not look at your neighbor. Speak to the Father this morning. Speak for your own sake. Raise your own voice to the Lord. Let him hear your desire. Let him speak to your life today, even as we start a new year in his presence. Hallowed be Jesus. We give you glory, Lord. Together in the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Let's appreciate the Lord. Thank you, thank you. We thank God for the far that we have gone. Today is a special service, first Sunday of the year 2022. And since we have one service, we kindly request that please let us, if you see an empty seat next to you, kindly occupy the same so that we may give other people a chance to have a seat. And it's time for the choir presentation. Choir, please.
Wale wako hapa mbele waangalie upande huu. We are glad for the Lord for giving us such a number of young people in this church. We love you so much, young people, and we pray to God that He may continue to use you for His own glory. And may His purpose for your life be accomplished. May you reach to the destiny the Lord had designed and set for your life. And may your life become a blessing to many. May you bring joy to many. And may you bring peace and life to many, to all those that you shall be interacting with. We acknowledge that our young people, majority of them will be going back to school next week. It is our prayer that the presence of God may walk with you and may be with you even as you get to the colleges and the secondary schools and even primary school. And may the presence of God be with you. And as you go out there, as you get into school, it is my prayer that you may be an ambassador of Christ. Represent Christ. Let other young people like you see Christ in you. Let them see the invisible God working wonders through you. And therefore, put it in your heart that you are an agent of God, that you are an ambassador of God. By doing the right things, being godly and worshiping the Lord all the time. Present yourself for the services that are there in school. Present yourself to serve the Lord. Read the scripture. Read in praise and worship. Not just participating with the masses to sit down to be served. But my prayer is that you may also serve others. And again, allow me to encourage you that the Bible says that the Lord will bless the work of our hands, and therefore work hard. Work hard in everything that you do. Usigojee kupita kama hausomi. Tunaweza kukuombea, tukuwekee mikono. Our prayer is that you work hard in whatever that you do. You work hard in your studies. And the Lord will give you success and a bright future ahead of you. May the Lord be with you. And even for those that will be left behind with us, let us continue to participate in the work of God for His own glory. Let us pray. Tunakushukuru Mungu mwenye enzi kwa wema wako na fadhili zako nyingi. Umekuwa nasi na ukatuleta umbali huu, ewe Bwana. Na tunakushukuru Baba wa mbinguni kwa maana umetupatia vijana katika kanisa hili ambao wako na nguvu ya kufanya kazi yako, wako na nguvu ya maisha, ambao umewaita kweli na ili wawe sehemu ya ufalme wako. Na diposa wako hapa asubuhi njema ya leo katika ibada hii. Mfalme mwema, nakabidhi vijana hawa wote mikononi mwako Baba wa mbinguni. Naomba ndani yao ukaweze kuwapulizia neema yako na nguvu yako, na ili waweze kuishi maisha itakayotamanika na wewe. Waweze kukutazamia katika yote, ewe Bwana. Waweze kuonyesha wewe ndiye Mungu kwa wote watakaotangamana na wao katika maisha haya, ewe Bwana. Baba wa mbinguni, tunakuomba kwa unyenyekevu ukatimize kusudio lako kwa ajili ya vijana hawa ambao wamesimama mbele zako Baba wa mbinguni. Tunaomba Baba mwema ukaweze kuwaelekeza katika njia za maisha yao. Tunakuomba Bwana ukaweze kuwashindania katika majaribu yote. Tunakuomba Bwana ukaweze kuwanogonezea mapenzi yako, na ili wakaweze kuishi maisha itakayotamanika nawe na itakayoleta ufanisi kwa wote, mfalme wa mbinguni. Bariki nia zao Baba wa mbinguni, na ili hata wanapotazamia kufanya mengi
katika maisha yao Bwana, wakaweze kuyafanya wakiwa ndani yako. Lakini Baba wa mbinguni, wasiwe katika dunia hii, waondoe ewe Bwana kutokana na minyololo ya muovu inayowafunga vijana, inayowaonyesha katika ufalme hakuna wema. Baba wa mbinguni, na ukaweze kuwafanya vijana hawa wakaweze kuona nuru yako na utamu wako ewe Kristo, kwa maana hakuna maisha isipokuwa ni kupitia wewe. Baba wa mbinguni, tunawabarikisha mikononi mwako. Andamana na wao, wasaidie kutambua vipawa ambazo umeweka ndani yao Baba wa mbinguni, na wale bado hawajaokoka Bwana, tunawaombea ukaweze kuwaleta katika ufalme kupitia nguvu ya Roho wako Mtakatifu, na ili waishi maisha ya maana, waishi maisha ya kulindwa nawe, waishi maisha ya kuongozwa nawe. Baba wa mbinguni, kuna jinsi vile wanavyotamani katika maisha yao Bwana, tamaa zote Baba wa mbinguni zinazolingana na mapenzi yako twazikabidhi kwako Bwana, tukiomba ukaweze kuzitimiza. Wengine wanatafuta ajira Bwana, watengenezee njia. Wengine ni wasomi Baba wa mbinguni, watengenezee njia, na ukaweze kubariki kazi ya mikono yao. Wanaposoma Bwana, wapatie ufasaha, wafungue akili zao, na ili wapatie elimu itakayokuwa ya msaada katika maisha yao Mfalme. Wabariki ewe Bwana, na ili wakazidi kuwa kielelezo chema kwa vijana wengine kama wao, na hata wale wamezaliwa pamoja na wao Baba, na ili jina lako litukuzwe. Tunaomba nyota za wapendwa hawa zikaweze kung'aa, na ili jina lako litukuzwe. Mahali popote watakapokuwa, ukuu wako ukaweze kuonekana. Andamana na wao katika mwaka huu pamoja nasi zote, na ili Baba wa mbinguni vijana hao wakaweze kufanyika baraka na furaha hata kwa familia ambazo wametoka ndani yake. Wapatie ushindi, wapatie nguvu, kwa maana ni katika Kristo Yesu tunaomba na hata kuamini. Amen. May the Lord be with you. We love you. We love you so much. God bless you as we continue to serve the Lord together. For the fact that you have gone, let us now hear our announcement from Nancy, please. Praise God, church. God is good and all the time. Amen. Amen. Jina langu ni Nancy, nimeokoka. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ubari huyu nimefika, nimeona akiwa Mungu mwaminifu. On behalf of our Reverend and all elders, I want to take this opportunity to welcome all of you in this service, being the first Sunday of the year 2022. Feel you are where you are supposed to be. We praise our God. And if you are a visitor, it is your first time to be with us, kindly stand up wherever you are. We will recognize you officially. Kama wewe ni mgeni, ni mara yako ya kwanza kuwa nasi leo, tuomba usimame pahali huko. Thank you. Thank you. Tuko na mgeni. Naomba kwaya mkaribishe mgeni wetu. Keep on standing mgeni. Kwaya, karibisheni mgeni wetu. Asante sana kwaya mgeni, kama vile wimbo imeenda, tuko karibu sana. Na kama umekuja kukaa nasi tukimaliza service, tukitokea hii main door, on the right side utapata door number 1 na utapata an elder mwenye atakuelezea more about our church. Karibu sana. Kutoka kwa mesa ya wasee, that is PCMF,
wasee wanakumbushwa fellowship yao ya every Tuesday 2 p.m. hapa kwa Shashi. Guild ama all women's guild ama all ladies tunakumbushwa maombi yetu ya fellowship yetu ya Thursday ituta resume on 13th. That is coming Thursday 31. We have one of us, that is Ruth Washera Getao of Jordan District. Her father has gone to be with the Lord. Burial on Wednesday. Tunaomba kukumbuka hiyo familia kwa maombi na tuungane na wao kwa hiyo kwa fellowship yenye itakuwa kesho Monday district ya Jordan. Tuko na kitabu devotion book na kitambu daily guide ya kuongoza kwa maombi kwa daily word tunauza 300. Ni mzuri uwe nayo itakuguide from this January up to December. Tunauza 300. You can get a copy from our evangelist. We have a card. Na nitasoma vile iko from PCH Yeko Church, from Mesheni and the family. It is with great gratitude that we offer this card to you for the unending support, both spiritual and material, after the sad demise of our mother. No words can be enough to tell you thank you. We only pray that the Almighty God continues to bless you in all aspects as a congregation. Warm regards from Morris, Mission, and the family. Hizo ni zenu vile mlimshikilia Mr. Mission. Anasema mbarikiwe sana. Msishoke na kutenda wema. Na ako na bahasha yake ya Thanksgiving. That is all we have for today. I wish you all a happy new year and a prosperous 2022. Thank you. Tupigia wa registrar makofi, si ndio? Tumeambiwa mwaka huu ni mwaka wa kuchangamka, ni vyema tuendelee kufanya hivyo. Tunataka kukaribisha Jeremia Maina ili tukaweze kuabudu Mungu kwa vifaa ambazo tumemletea. Karibu. Bwana asifiwe. Happy New Year. Thank you so much. Karibuni sana kwa wakati huu ambao umefika ili tukaweze kuabudu Mwenyezi Mungu na vipawa vyetu. Tukimshukuru ni kwa sababu tumeweza kuona mwaka huu mpya. Unajua ni sio kwa nguvu zetu bali ni kwa uwezo wake. Kwa hivyo tusimame sisi zote na vipawa ambazo tumekuja nazo, sadaka zetu, zaka na Thanksgiving, tukishukuru Mungu ni kwa sababu ya mwaka huu mpya. Wacheni na tushukuru ni kwa sababu ya sadaka zetu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo twaja mbele zako tena tukikushukuru, tukilinua jina lako, tukisema hakuna aliye kama wewe. Pokea sifa, pokea shukrani, mfalme wa ajabu. Tunakushukuru ni kwa sababu ya wakati huu ambao umepeana ili tukaweze kuabudu mfalme wa ajabu kwa vipawa vyetu ambavyo ni kati ya ile tu ambayo umetubariki nayo mfalme wa ajabu. Tuomba ubariki kila mmoja wetu atakayenyosha mkono wake kupeana mfalme wa ajabu, ni kwa sababu ya kazi yako mfalme wa ajabu. Tunajua ya kwamba kila kitu kinatoka kwako mfalme wa ajabu, na yale tunafanya tu ni kurudisha shukrani mfalme wa ajabu. Tuomba tuwe waaminifu tunapotoa zaka zetu, ni kwa sababu tunajua ya kwamba umetuamuru ya kwamba na tulete zaka zetu kikamilifu na tukujaribu, na wewe pia utamwaminifu, utafungua madirisha ya mbinguni na utaweza kutubariki. Baba, eri tuwe waaminifu mfalme wa ajabu kila wakati tunapokuja katika nyumba yako. Tuomba mfalme wa ajabu kwa kila mmoja wetu ambapo amezitoa, ukazibariki mfalme wa ajabu,
kumbuka mfalme wa ajabu kazi zetu ambazo tumeajiriwa. Tuomba pia biashara zetu zikaweze kunawiri mfalme wa ajabu, hata mashamba yetu yakaweza kutoa mazao mengi ili nyumba yako isikose chakula mfalme wa ajabu. Tunakushukuru pia kwa wale ambao kwa njia moja ama nyingine wanakutarajia wewe ili uweze kuwabariki na kazi, uweze kuwabariki na biashara zao. Baba, heri tukumbuke mwaka huu tunapoanza, baraka zako ziwe juu yetu mfalme wa ajabu. Kazi ambazo hizi fedha zitaenda kufanya, tuomba zikalete tukufu katika jina lako. Wacha mfalme wa ajabu tukue waaminifu kila wakati, hata tunapotumia fedha ambazo zimepeanwa kwa kazi yako mfalme wa ajabu. Tunakushukuru, tunaliinua jina lako, tunasema hakuna aliye kama wewe. Na ni katika jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amen. Tuketi. Happy New Year. Bwana Yesu asifiwe. Just wave at me. This is a new year as we appreciate the Lord for taking us this far. I'm happy to see each and every one of you in this new year, and it is my prayer that this year will change your story. Bwana Yesu asifiwe. This year is an year of blessing for you and for me, and the Lord will continue to bless us. He will sustain us. He will become manifest in our lives as we continue to seek his face for his own glory. Bwana Yesu asifiwe. Nimeokoka, Yesu ni Bwana, amenilinda. Ninafurahia mwaka mpya kwa ajili ya ukuu wa Bwana. Familia yangu wazima, mke wangu yuko hapa, twashukuru Bwana, na pia watoto. We are grateful to the Lord for this far that he has brought us. Before we get to the word of God, allow me to just mention a word concerning this book, The Pilgrim's Companion. This is a devotional book ambayo imeandikwa na wachungaji watatu wa kanisa hili la Presbyterian. Ni kitabu ambacho kiko na devotion ya kila siku kuanzia jana kuendelea mpaka mwisho wa mwaka. It is like the ones that we buy in the shop, but we thank God that this time the book that we have for devotions has come from our own ministers. Wachungaji hawa wamesafiri kule Israel na wakapata himizo ya kwamba they need to be inspiring the hearts of God's people by doing some inspirational messages every morning to our members, and therefore I would urge you to support your own ministers in this. Kindly have a copy and ensure as you get a copy you will be reading through each and every day the devotional section that the light of God may guide you through. Bwana Yesu asifiwe. See Evangelist Kamodo, he has only 40 copies for today. Akona copy 40, shilingi ni 300 peke yake, I believe, only 300 shillings. Just give yourself a copy, and also for your family, for the glory of God. Na Bwana atatubariki. Tunafurahia Bwana kwa ubari ametuleta, uaminifu wake ni mkuu katika maisha yetu. Tuombe na ili tusikie vile atakavyosema nasi siku ya leo. Na tuombe. Tuko mbele zako ewe Bwana, tukitazamia kusikia kutoka kwako mfalme mwema. Sema nasi neno litakalo tuongoza mwaka huu. Sema nasi ewe Bwana, na ili mfalme wa mbinguni tukaweze kukuelewa zaidi na hata zaidi. Sema na nafsi zetu na maisha yetu, na ili tukaweze kukaa kulingana na mapenzi yako. Na ni katika Kristo Yesu tuomba na hata kuamini. Amen. We have read from the book of First Chronicles. Haya ni mambo ya nyakati. And for those who are researchers of the word of God,
they can agree with me that the book of Deuteronomy and the book of Chronicles, these are two major books in the life of Israelites ambazo zilikuwa za kuwasaidia kufanya upya agano lao na Bwana. These are the books that helped the people of Israel to recommit themselves into a covenant with God, to have a new covenant with their Maker. And the section that we have read, it is a section of a song after they brought the Ark of Covenant into Jerusalem, wakati Daudi aliongoza kikosi chake na kurejesha sanduku la agano lililokuwa limepotea kwa muda mrefu, na wana wa Israeli wakahangaika sana, lakini sanduku likarejeshwa na likawekwa mahali pake katika madhabahu. Na tunakuta ya kwamba amewaleta pamoja Daudi watumishi wote, the priests and the Levites, the ministers and the elders, wakaletwa pamoja na wakawafunza wimbo. Kwa maana the section that we have read from verse 7 and it goes all the way to verse 36 ni wimbo waliouimba, na ili wakaweze kuwa kila wakati wanakumbusha watu na wanawaelekeza katika hali ya kumsifu Bwana kwa ajili ya kurejeshewa nguvu yao, kwa ajili ya kurejeshewa ahadi yake Bwana na kurejeshwa katika ahadi za Bwana. Na katika huo wimbo kuna mambo manne tunaweza kutazama. There are 4 elements of thanksgiving that we can learn from this song of David. Na jambo la kwanza ni kwamba katika kushukuru Bwana, na kwa sasa tuko katika mzimu wa kumshukuru Bwana kwa ajili ya mwaka mpya. Tuko katika mzimu wa kumshukuru Bwana kwa ubari ametuleta. Tuko katika mzimu wa kusema kwa Mungu asanti Yesu kwa matendo mengi ambayo ametutendea. Tukitazama nyuma na kuona yale yamepita, na bado tuko hai, bado tumehifadhiwa. We are in the season of thanking God for sustaining us and for keeping us and even for giving us life and making us be his witnesses even at such a time. Bwana Yesu asifiwe. Katika hiyo hali ya kumshukuru Mungu, there are 4 things that we can see. And one is that we in thanksgiving, we remember what God has done. This is what the people of Israel are made to remember, especially in verse 12, where the Bible says that remember the wonders the Lord has performed, his miracles and his ruling, the ruling that he has given. Bwana Yesu asifiwe. Na tukiwa hapa asubuhi ya leo katika mwaka mpya, we can also, or we have all the reason to remember what the Lord has done. Wana wa Israeli walikuwa wanakumbushwa jinsi vile walitolewa katika nchi ya utumwa na kupitishwa katika hali ngumu kule jangwani, mkono wa Bwana ukiwa juu yao, na wakaweza kupatiwa ukombozi hata kutokana na maadui zote. Siku ya leo mimi na wewe tunaweza kuyakumbuka mambo mengi ambayo ni Bwana ametutendea, sio sisi wenyewe tumejiwezesha. Bwana Yesu asifiwe. Corona ilikuja kwa uzito mwaka wa 2020 na 2021. Kuna watu wamefagiliwa, kuna biashara zimebomoka, kuna watu wamehangaishwa, lakini ugari umesimama. Huo ni mkono wa Bwana. Sio masomo yako, sio kuwa unakaa Kasarani, sio kwa ya kwamba ulizaliwa katika familia ile,
lakini ni kwa mkono wa Bwana. Ni kwa nini uko hai na wengine wameangamia? Not that you are able to put your mask well, but it has taken the mighty hand of God for you to be here today. We are here that we may thank God as we remember what he has done. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa twastahili kuelekeza macho ya Bwana katika macho yetu kwa Bwana na tumtafute uso wake. The people of Israel reminded about the miracles the Lord did for them. Maji inatoka kwenye jiwe wakiwa kule jangwani ambapo hakuna kizima au mto, na wanapata kupata maji ya kunywa, wanakata kiu yao. They went without food, but the Lord provided manna for them. These are the miracles the Lord did. Even when they found themselves at the Red Sea, the Lord God make a way in the masses of water. Bwana Yesu asifiwe. How about you? What are the miracles you can count today? Yale mambo Mungu amefanya yasiyo ya kipekee, things that are not, yasiyo ya kawaida, things that are not natural. You can count one or two things. You are sick, today you are healthy. That is a miracle. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa na hitaji, lakini Bwana akatengeneza njia ukaweza kupata fedha ama msaada. That is a miracle. Bwana Yesu asifiwe. And even being alive today, that is a miracle. We are here this morning that we may remember what the Lord has done. And I would like you to just meditate about what the Lord has done for you and for your life and for your family. Number 2, in thanksgiving, we tell others about what the Lord has done. Tunaelezea wengine vile Bwana ametenda, na hapa ndipo Wakristo wanatoa ushuhuda. Do you have a testimony today? Can you be able to tell someone, encouraging them that they keep on waiting on the Lord because our God is faithful? Kile ameahidi anatenda, na tukimuomba atasikia maombi yetu. Can you become an encouragement to someone as you share your story with them? Bwana Yesu asifiwe. We are here today as we thank God for the new year, and as we thank God for the fact that we have come. We need to remember that we need to share what the Lord has done with others. Bwana Yesu asifiwe. And that is why the people of God, the people of Israel, they were told in verse 24, publish his glorious deeds among the nations. This is, in other words, tell all the nations what the Lord has done for you. And the Bible continues to say, tell everyone about the amazing things the Lord has done for you. Bwana Yesu asifiwe. Usikae tu hivi na ushuhuda wako. Let your neighbor know that the Lord has done it for you. Bwana Yesu asifiwe. Let other people know that the Lord has done it for us. Let other people know, sio ya kwamba eti ni kwa kunufaika ama kwa bahati tuko hapa. Let other people know and acknowledge the hand of God, that the far that we have come, it has taken the hand of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Number 3, showing glory to others. Kuonyesha utukufu, showing God's glory to others. Kuonyesha utukufu wa Bwana kwa watu wengine. Ukiendelea kusoma somo hilo ambalo tumelipata katika mstari wa 29, Biblia inasema, give to the Lord the glory that he deserves. Bwana Yesu asifiwe. Give the Lord the glory that he deserves. How? The Bible continues to clarify how we do this. By bringing your offering and coming into his presence, worship the Lord
in all his holy splendor. Bwana Yesu asifiwe. Kuonyesha utakatifu ama ukuu wa Bwana, showing God's glory. Na wakati nilikuwa ninajaribu kuelewa, Roho wa Bwana alikuwa ananifunulia jambo la kipekee. Jinsi gani tunayoweza kuonyesha utukufu wa Bwana? How can you be able to show the nations the glory of God? It is by the way you worship and the way you give. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi vile unavyoabudu, jinsi vile unavyopeana, our giving and our way of worship, it shows who is this God that we worship. Unajua wakati tunaabudu kama hatutaki, ni kuonyesha kama Mungu wetu ni mdhaifu. Bwana atusaidie. Haleluya. Uria we mwene ugocaga, uria we mwene utungatagira Ngai, uria we mwene wiheanaga wira-ini wa Mwathani, the way, the zeal that you have for the work of God, the zeal that you have in worshiping God, and even the way people see you, vile wanavyokuona ukimwabudu Bwana, hiyo ni njia tosha ya kuonyesha utukufu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ndira tungeuka kanitha-ini haha na tuinage tandu ahuriku kana tandu ahutu, tutironania riri wa Ngai. Bwana Yesu asifiwe. But I thank God that today in the new year we have worshipped our God the way he deserves to be worshipped. Bwana Yesu asifiwe. And that is why I encourage you that even when you come for such a service like the one that we have today, to celebrate the Lord for taking us this far, you need to do it with the whole of your heart. Bwana Yesu asifiwe. Another way that shows who our God is, it is by the way we give. Vile tunavyopeana. Agikorwo ukunjagira Ngai waku kanoti ka 50 na nĩ karĩa gakũrũ, na ona ndũkoragwo wĩbangĩte wega nginya mũheanĩre waku, ndũronania riri wa Ngai ũrĩa ũhoyaga. Mwathani arotũteithia. Hatuonyeshi utukufu wa Bwana. Who is this Lord that we talk about? Who is this Lord that we worship? Who is this Lord? We need to show his glory to others. Bwana Yesu asifiwe. And that is why even in our lifestyle, vile tunavyokaa, vile tunavyoongea, vile tunavyovalia, vile tunavyoishi, maisha yetu yote ni lazima ikaweze kuonyesha utukufu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tell your neighbor you must be different from others. In the way you talk, in the way you do things, because we need to show the glory of God to others. How will it be known that you are a believer? How will it be known that you are a man of God? How will it be known that you worship this God who is almighty? Bwana Yesu asifiwe. Ikagiraga kuo kega, ugaikara wega, andu makonaga riri wa Ngai ucio tungataga. Bwana Yesu asifiwe. Hata kwako nyumbani, naomba Bwana atupatie neema na uwezo mwaka huu, na ili tufanikiwe kwako nyumbani ukae vizuri. Ona gitukiria uikaragira gwaku, reke kionanagie riri wa Ngai kuri ageni riria macera. Hallelujah. Ona aria mena ngari nginya tena ya parish ino ndwaraga, reke tugithie bara tuonanie riri wa Ngai uria tutungataga. We need to show the world the glory of God. Kuweka gari safi na hata kuendesha vizuri kwa barabara. I know I am a fast driver, but for this year I must be careful that even as I drive along the road, other people will see the glory of God. I will be an example of a good driver. Bwana Yesu asifiwe.
May this year be an year that we shall show the glory of God to others. How do you talk to your friends? How do you talk to people? Unajua kuna watu wanaongea ulimi wao unalegea, wakiwa na watu wao, wakiwa na familia zao, vile wanavyokaa, na ndipo unaona hatuwezi kuwavuta watu wakaweze kuja kumwamini Bwana. May the Lord help us that our husbands, that our wives, that our children will be able to see the glory of God in us. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hata wakati tunaumia moyoni, dimi zetu na mioyo yetu inatoa maji na chemichemi ya uhai. We talk and we speak sweet words that will not break other people's heart. Words of encouragement, words of life. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. We are called this year that we may show the glory of God to all others. Even in the way we serve the Lord. Kwa wale ambao wamepatiwa sehemu tofauti tofauti za kufanya kazi ya Bwana, unatekeleza majukumu yako kivipi? Do you show the glory of this God that we serve? For our choir, do we show the glory of God as we worship the Lord here? Ama tunaimba tukiboeka tu, kama ni kusukumwa tunasukumwa kuiba? For those who are worshiping the Lord, are we showing the glory of God that even other people may be attracted? Our God is glorious, but he uses people for others to see his glory. Bwana Yesu asifiwe. May you seize that opportunity that you may show the glory of God, even on the way you do things, the way you serve, the way you give, the way you worship. Number 4, offering the gifts of self, time and resources. Offering the gifts of self, kujipeana mwenyewe, the gift of time, giving your time for the work of God, and even giving your resources for the work of God for his own glory. Hata jinsi vile hii kanisa inavyoonekana na macho ya watu, inaweza kuonyesha ukuu na utukufu wa Bwana kwa watu wale wengine, na watamani kuamini huyu Bwana. Vile kanisa yenyewe inakaa. Kanisa ikikaa mahame, kanisa ikiwa haina sura nzuri, kanisa ikiwa hata hatupati watu wanaoingia katika kanisa kuabudu Bwana na kupata nafasi na Mungu, itaonekana kama huyu Mungu wetu ni Mungu aliye mbali sana na utukufu wake haupatikani hapa duniani. That is why we need to remember that the Lord God called us, that we may bring his kingdom here on earth, that we may let other people see God. Na njia moja ya kufanya hivyo ni kujipeana wewe mwenyewe. Na ndiposa wakati tunatoa sadaka, tunapotoa sadaka zetu tunasimama kila mmoja. When the elder comes to the front to receive our offerings, we rise. Tunasimama kwa nini? Tunasimama ikiwa ni ishara ya kwamba hata sisi wenyewe twajipeana kwako Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kama sadaka takatifu iliyo hai machoni pa Bwana, na ili Mungu akaweze kututumia. How much do you offer yourself for the work of God? How much do you give your time that you may go for fellowship, that you may come for a service like this? How much do you spend for the sake of God, for your relationship with God? And even we also need to give our resources, as I have mentioned. Give sacrifices, give your 10%, give the burnt offering, hii sadaka ya kawaida, peana kwa Bwana. Jinsi vile tunavyopeana, tunaonyesha utukufu wa Bwana. Tukipeana katika udhaifu, katika unyonge, katika moyo usiopenda kupeana, tunaonyesha ya kwamba kama Mungu wetu sio mkuu, hatuheshimu huyu Mungu. But again,
As I get to the second section of my sermon for me to conclude, I would like us to do a reflection beyond thanksgiving, beyond giving thanks to God in the four ways that we have seen. We can see David imploring, or rather urging God's people in verse 11 that look to the Lord and his strength, seek his face always. These are the words that should guide us, you and me, throughout this year. Ya kwamba mtafuteni Bwana pamoja na nguvu yake, na kila wakati mtafute uso wake. Look to the Lord, mtazamieni Bwana na nguvu yake, na mkaweze kutafuta uso wake wakati wote. Nikitazama hilo neno na ndilo limeandikwa pale, na ili likaweze kuwa mwongozo wetu katika mwaka huu, that look to the Lord and his strength, seek his face always, ninaona mambo matatu. Jambo la kwanza ni kwamba wakati Biblia inasema that we may look upon the Lord, Biblia inatuhimiza ya kwamba tukaweze kumtumainia Bwana. We trust, we depend, and we lean on God and his strength. Tusije tukaweza kutazamia viongozi wetu, tusije tukaweza kujitazamia sisi wenyewe, lakini katika mwaka huu na katika maisha yetu, neno la Bwana litatuhimiza ya kwamba tukaweze kumtazamia Mungu wetu peke yake. We look upon the Lord. Katika familia zetu, let us trust God for the family. Katika biashara zetu, let us look upon the Lord and seek for his strength. For we cannot make it with our own strength and capacity. Hata tukiwa na pesa nyingi aje, hata tukiwa na connection kiasi gani, hata tukiwa na uwezo kiasi gani, hatuwezi. Let us look upon the Lord. Let us trust in him. Let us depend on him and his strength. Let us lean on him alone. Bwana Yesu asifiwe. And therefore, allow me to encourage all of us that let us trust, let us depend, and let us lean on the Lord and his strength for this year. And when we do that, we will go far. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili ninalotazama katika hili neno ni ya kwamba tukaweze kutafuta uhusiano wetu na Bwana. We seek for a relationship with God. When the Bible says that we look to the Lord, or we search for the Lord and for his strength, the Bible is imploring us that we should seek to know this God, and again also we may seek his strength. Ninaona hili jambo kwa njia mbili, ya kwamba tusitafute tu yale mambo Mungu anatenda, kwa maana katika maisha na katika kuabudu na katika imani ya watu wengi tunakuta ya kwamba there are so many people who just seek matendo ya Bwana, only that which the Lord can do. Anatafuta kutendewa, anatafuta kufanikiwa, anatafuta yale mambo Mungu anaweza kutenda katika maisha yake. Na ndiposa unaona wakati mwingine watu wanamtafuta Mungu sana wakati wako katika shida. Lakini wapendwa katika Kristo, the Bible is telling us that we should not only seek for his strength, but we should seek him. Tutafute Mungu na ili tukaweze kumjua. Tutafute Bwana na ili tukaweze kumwelewa. Tutafute huyu Mungu na ili tukaweze kupata uhusiano na yeye, na vile vile tukaweze kutafuta
matendo yake. As we seek what the Lord does, as we seek what the Lord can do, let us also seek to know God the more. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tusitafute Bwana kwa ajili tu ya mambo atakayotenda, lakini pia tumtafute jinsi vile alivyo. Tutafute kuwa na uhusiano na yeye. Na jambo la mwisho katika hiyo sehemu ya mwisho inayoangazia theme ya mwaka huu wa 2022 is that we must be consistent in faith and in love for God. We must be consistent. The Bible says, continually seek him. The second part of that theme. Seek his face always, not sometimes, not when you are in need, but seek the face of the Lord always. You must be consistent. You must seek God and his face in and out of season. Si wakati mambo itakuwa mema unampatia Mungu break ukishughulika na mambo ya maisha yako. The word of God is urging us this year and today that we must seek the Lord continually. Na wakati tutaweza kumtafuta Bwana kila wakati na wakati wote, tutaweza kuinuliwa, tutaweza kukua. This is to say, in other words, that we cannot grow, we cannot proceed, we cannot be successful, we will not make it if we seek God in some seasons, ama nyakati zingine na zingine. Lakini kama tunataka ufanisi, ni lazima tukaweze kumhusisha Bwana na kumtafuta pamoja na nguvu yake nyakati zote. Bwana Yesu asifiwe. I was relating this with the words that says ya kwamba watakatifu, the righteous are like the trees that are planted by the side of River Jordan, ya kwamba they bear fruits in and out of season. Wale ambao wamepandwa kando ya mto wa Jordani, ya kwamba hata nyakati za kiangazi wataweza kushamili. Bwana Yesu asifiwe. We need to draw close to God and be consistent in him all the time. Bwana Yesu asifiwe. Kila wakati tukaweze kuwa katika Bwana na tumtafute yeye kila wakati. Mambo yakiwa mema, mambo yasiyo mema, kuanzia Januari mpaka December, let us be consistent in our faith, in our love for God, and in our relationship for God, and even in seeking his face. Bwana Yesu asifiwe. And when we do that, we shall be revived and restored. Wakati tutatafuta Bwana nyakati zote, tutahuishwa. Kuhuishwa ni sehemu ambazo zilikuwa zimefifia, zitaweza kurejeshwa. Bwana Yesu asifiwe. There may be some things that have gone down in your life. The Lord will restore you. The Lord will revive you. The Lord will bring life into your life, into your family, into your business, and into every aspect of your life when you seek the Lord and seek his face always in your life. Bwana Yesu asifiwe. And again, when we do this, we shall be drawn close to God. We shall have a close walk with God. And when we have a close walk with God, we shall overcome all the trials, all the challenges, and all the temptations that the evil one may bring our way this year. Bwana Yesu asifiwe. Tukitafuta Bwana na nguvu yake, tukitafuta uso wake wakati wote, tutaitwa washindi. Bwana Yesu asifiwe. You shall overcome, you shall succeed when you do that for the glory of God. Bwana Yesu asifiwe.
Naomba tusimame tafadhali. Calling us that we may seek the Lord and seek him continually for the whole of this year. That is the theme God has put to us this year, that look to the Lord, search him and his strength, seek his face always. When you do that, you will succeed. When you do that, your year 2022 will not be in vain. Your year 2022 will transform your life, will change the story of your life, because the Lord God will manifest himself in you and through you. Bwana Yesu asifiwe. I would like us to take just a minute before the Lord. Just tell God, thank you for what you have done in my life. Mwambie Bwana ni asante kwa ubari umenileta. Kama uko na jambo moja unaweza kuona Bwana amekutendea. Na vile vile ujiachilie kwa Bwana kwa uhusiano mwema na yeye. Mungu anatamani uhusiano wako. Katika hiyo hali ya kumtazamia yeye katika kila jambo, katika hiyo hali ya kutazamia nguvu yake, mwambie Bwana, I cannot make it by my own. I do not have any strength to carry myself through the year. Lakini Bwana ninakutazamia wewe. Andamana nami na utembee nami katika mwaka huu, katika jina la Yesu Kristo. Tell God something about you, about your life, about yourself, about your family, about your business, about your work, in the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba najiachilia kwako. Naomba Bwana in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. The Lord is saying to us that we should look upon him, that we should look upon his strength. We should not trust on ourselves, but we should seek his face always, through this life and through this year. Katika hali zote za maisha yako mtazamie Bwana. Katika hali zote utakazokubana nazo katika mwaka huu, tazamia tu nguvu yake, kwa maana nguvu yako haitakuwezesha. Maybe you have made some resolutions for the year. Look upon the Lord and surrender your resolutions to him. Maybe you have your heart desires that you would like to achieve one or two things in this year. Look upon the Lord and his strength. He will take you through. He will make you succeed. Achilia yote kwa Bwana. Achilia familia yako kwa Bwana. Achilia kazi yako kwa Bwana, na umtafute Bwana kila wakati. Atajihidhilisha na kukuonyesha uso wake katika maisha yako, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Usijitazame na uone kama uko na uwezo wa kufanya lolote, lakini mtazamie Bwana. Yeye aliyewapigania wana wa Israeli wakiwa katika udhaifu na unyonge wao, yeye mwenyewe atakushindania. Yeye ni Mungu anayetengeneza njia mahali ambapo hapana njia. Trust this God and he will make a way for you even where there may seem to be no way. You will come to remember his deeds and the miracles that he will have done for you by the end of the year, for his own glory. Let us surrender ourselves to him. Hatujui mwaka huu wa 2022 umebeba nini,
lakini tukimtazamia Bwana na kutazamia nguvu yake, hata tutapitia katika moto na hatutashomeka. Mawimbi yakija tutaweza kuyapita, kwa maana sio kwa nguvu yetu wala uwezo, lakini ni kwa mkono wa Bwana. Therefore look unto the Lord and his strength. Seek his face and you shall be established. You will overcome all the challenges of this year. You will be sustained by the love of God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Your desires will be met. You will realize your dreams. You will be promoted from one level to the other as you continue to seek the face of God always in your life and throughout this year. You will have a testimony by the end of the year of what the Lord can do as you continue to look upon him and his strength. In Jesus' name. Father, we thank you and we honor you for the word that you have given us this morning. Mighty Father, you are encouraging us, O Lord, to trust in you and to look upon you, Lord, in everything that we do in this life. To trust you and to lean upon your strength, that, mighty Father, we may be established. Lord, we surrender our hearts, our lives to you, O God. Baba wa mbinguni, tuvushe, tembea nasi ewe Bwana katika mwaka huu, kwa maana hatuwezi peke yetu. Usipotembea nasi Bwana, hatutaweza. Tembea nasi, twakusihi. Tunapokutazamia katika hali za maisha yetu, jihidhilishe kama Mungu wetu. Tunapokutazamia katika hali ya biashara na ufanisi wa maisha yetu Bwana, Baba wa mbinguni, jihidhilishe. Tunapokutazamia katika hali za familia zetu, jihidhilishe ewe Bwana, na ili Baba wa mbinguni ukaweze kuonekana katika jina la Yesu. Let us celebrate the Lord with a clap. Amen, amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. We are glad for the Lord. And now, as I launch the theme for the year 2022, I would like all of us to say it and put it in our hearts. And we do as it says. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo ningetaka tuirundie mara 2 ama 3. Let's make it a memory verse for the year. And let us do according to what it says. Na ili ya kwamba tukaweze kufanikishwa. Tukimaliza kuisoma nitailaunch officially, kisha tuweze kuomba kwa utukufu wa Bwana. Najua kila mmoja anaitazama, anaiona. Let us all together lead through the theme for the year. 1, 2, 3. Look to the Lord and his strength. Seek his face always. Again, look to the Lord and his strength. Seek his face always. Again, look to the Lord. Seek his face always. Can we make it personal as we lead through and say, I will look to the Lord and his strength, and I will seek his face always. Bwana Yesu asifiwe. Can we try that? I will look to the Lord and his strength, and I will seek his face always. Again, I will look to the Lord and his strength, and I will seek his face always. And finally, and I will seek his face always. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Let us appreciate the Lord.
Amen. 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 And now I launch the theme for the year 2022 in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Let us pray. Twakushukuru Baba wetu kwa kutupatia neno litakalotuongoza katika mwaka huu. Umetuhimiza na tukaweza pia nasi kuapa mbele zako ya kwamba tukutafute wewe na tutafute nguvu yako, kwa maana nguvu yetu haitatuwezesha. Tumeona kwa hakika maisha inaweza kuwa ngumu. Tumeweza kushuhudia changamoto nyingi za maisha, lakini Bwana twakutazamia wewe, kwa maana hatujui mwaka huu utaleta mambo gani katika maisha haya. Lakini Bwana tunakutazamia wewe Bwana, na tunatazamia nguvu yako peke yake, na tumeapa ya kwamba tutaendelea kutafuta uso wako, na ili ya kwamba ukaweze kutupatia ushindi, ukaweze kutupemba ewe Bwana. Haijalishi ni mapito gani itakayokuja kwa kila mmoja wetu, lakini Baba wa mbinguni tunajua ya kwamba utatuwezesha, na tutafikisha mwisho wa mwaka huu tukiwa na ushuhuda, tukiyatangaza matendo yako, tukionyesha utukufu wako kwa wengi, kwa maana tutakuwa tumebarikiwa na wewe. Tutakuwa Baba wa mbinguni tumetembea katika nuru yako Bwana, katika jina la Yesu. Twajiachilia kwako Mfalme, andamana nasi. Hebu hili neno likaweze kufanya kazi kwa kila mmoja atakayekutazamia, atakayetazamia nguvu yako, atakayetafuta uso wako Bwana. Neno hili likadhihirike katika jina la Yesu, na ili Bwana ukaonekane, na ili Bwana ukalete ushindi kwa kila mmoja katika jina la Yesu Kristo. Tembea nasi Bwana mwaka huu, tembea nasi Bwana mwaka huu, kwa maana tunakuhitaji. Hatuwezi twakili na vinywa vyetu, hatuwezi kwa nguvu yetu sisi wenyewe, lakini Bwana kwa nguvu yako tutaweza, Mfalme wa mbinguni, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu tunajua ya kwamba tutaweza kushinda majaribu yote, tutaweza kushinda shinda zote, tutaweza kuyashinda hata magonjwa yote katika jina la Yesu, kwa maana hatuwezi kwa nguvu yetu, lakini ni kwa nguvu yako mwenyewe. Na ni katika Kristo Yesu tunaomba na hata kuamini. Amen, 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 amen. Thank you so much. We are grateful to God. Members, may you be seated. Nitaomba wazee wa kanisa wakuje hapa, na ili tukaweze kufanya wimbo mmoja wa mwaka mpya, kwa maana tumeweza kuraunch theme ya mwaka. We want to make a presentation. Liko lango moja wazi, na Bwana ataweza kutubariki. Tenzi za rohoni 121 for the glory of God. Lango moja wazi ni lango la uzuni, na wote waingia watapata nafasi. Lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango la mbinguni ni wazi. Yesu ndiye lango hili, hata sasa ni wazi. Kwa wakubwa na
tuliyotua mizigo tuliochukua kwanza, tutavishwa uzima kwa lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango la mbinguni ni wazi. Hima ndugu, tuingie, lango halijafungwa. Likifungwa mara moja halitafunguliwa. Yesu lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango la mbinguni ni wazi. Yesu lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango la mbinguni ni wazi. Thank you so much. Let us appreciate our elders. We thank God. Kuna mmoja wetu ambaye aliokoka katika mkesha wa mwaka mpya. Kama yuko hapa, tunaweza kumpatia nafasi asalimie kanisa. Chris Lisma, if you are there, you can come to the front. Yaonekana hayupo, lakini tuzidi kumwombea kwa utukufu wa Bwana akaweze kudumisha wokovu. We are grateful to the Lord. Tunaingia muhula wa mwisho wa wanafunzi, and in like 2 months we will have our candidates sitting for the year KCPE and KCSE, na tungeomba tupate nafasi na wanafunzi hao wote. Wanafunzi wetu, if you are there, you are a candidate form 4 or class 8, kindly we request you to come to the front. We would like to have a prayer with you. If you are there, you are a candidate, kuja tukupeane mikononi mwa Bwana tukimalizia. Hatuna candidates wako watelemke, wale wako juu, walioko chini waje, both for class 8 and form 4. We are glad. We have several of them, and it is our prayer that the Lord will bless you as you report for new term next week. May the Lord shine his face upon you, awabariki na awafanikishe mkienda kufanya revision na kukamilisha syllabus. Kwa wale ambao bado hawajakamilisha syllabus, ombi letu ni kwamba Bwana atawasaidia na atawapa alama inayofaa katika jina la Yesu Kristo. Wow, this is a good number. Let us appreciate them. Amen. I would request the leadership of the church to Nigeomba wale ni viongozi wa kanisa hili, hasa wazee wote wa kanisa, they can submit the names of the candidates to us and the school they are from and the address. Tutatafuta namna ya kuwatumia success cards. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tupate majina yote, mashule ambayo wanafunzi hawa wanasomea na address zao. We would like to encourage you with an encouragement from the church as you sit for your exam by sending you a success card
This has happened before, even this year we can do it kwa ajili yenu, kwa utukufu wa Bwana. Ningeomba kwa wale wazazi ambao watoto wao hawako, wanaweza simama. Kama uko na mtoto hayuko hapa siku ya leo na yeye ni candidate KCPE ama form 4, simama tafadhali. Unaweza kuja hapa mbele pia. Come to the front. Usimamie huyo mtoto wako, come to the front. Wazazi hao wanaweza kuja hapa mbele, wawasimamie hao watoto kwa utukufu wa Bwana, na Mungu atazidi kuwatendea, atazidi kuwafanyia mema kwa utukufu wa Bwana. We are glad mumesimama na wao, na vile vile hata wazazi wa watoto hawa ambao wamefika hapa mbele, our candidates for this year, we appreciate you and we thank you so much kwa ajili ya kuwafanya wawe kanisani na kufuatilia. Na ni ombi letu hata baada ya mitihani mtaendelea kufuatilia vizuri. Mnaweza kuja mbele kidogo to create some more space, especially wale wako mwisho ule na wengine wako mwisho huu, na Bwana ataweza kuwabariki na kuwatenda mema kwa utukufu wa Bwana. Naomba kanisa tusimame tena, hata kuketi sana ya shosha. Ukisimama una relax, but again tunasimama na ili tukaweze kuomba kwa ajili ya candidate wetu, na tunajua Bwana ataweza kutubariki. Na tuombe. Mungu Baba Mwenyezi, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa maana mambo yote mema yatoka mikononi mwako, na hata maisha mema itakayokupendeza wewe, maisha itakayotimiza kusudi lake Baba wa mbinguni, lawezeshwa na wewe Bwana. Tuwasema ni asante kwa ubari umewaleta wapendwa hawa ambao ni candidates wa mwaka huu, watakalia mitihani yao mwaka huu ewe Bwana ambao tumeingia. Baba wa mbinguni, walikuwa wachanga, wameweza kukua wakiwa ndani yako, na wamefika katika kimo, wamefika kwa mkono wako wa neema. Tunakushukuru kwa nafasi ambayo umewafungulia kila mmoja wa masomo, nafasi Baba wa mbinguni ya kuelimika na masomo ya kisasa, na ili Baba wa mbinguni wakatayalike kwa ajili ya maisha yao ya usoni. Mfalme mwema, tuwasema ni asante, kwa maana kuna wengine wengi huko nje ambao hawajaweza kupata nafasi kama hii. Jina lako lihimidiwe na litukuzwe. Hawa ni watumishi wako, hawa ni watoto wako, wakiwa wazazi wamesimamia watoto wao, wakiwa ni watoto wenyewe wamejileta madhabahuni pako, na ili ukaweze kuguza mawazo yao, ukaguze maisha yao, na ukawatayalishe kwa ajili ya mitihani ya mwisho wa mwaka. Baba wa mbinguni, tunaomba kibali juu ya wapendwa hawa, na ili mfalme wa mbinguni ukaweze kuwatayalisha mwenyewe kwa ajili ya mitihani ile. Uwasaidie Baba wa mbinguni, na ili wakaweze kufanya bidii yao, na bidii yao ikaweze kuleta mazao, na ukaweze kuwafanikisha kila mmoja akaweze kupata grade ambayo Baba wa mbinguni wewe mwenyewe utaweza kuitumia katika maisha yake, akitimiza kusudi lako. Wapatie grade ambayo haitaweza kuwaleta chini, lakini itawainua juu. Grade itakayoweza kuwafanya wapenyeze katika nafasi nyingine utakayoleta maishani mwao. A grade that will help them to be elevated to another level for your own glory. Mighty Father, we commit them to you. Walinde Bwana kutokana na uovu wote wa shetani, na ili wakati wa mitihani ukifika watakuwa sawa, watakuwa bora kwa utukufu wa jina lako. Peana Bwana kulingana na mahitaji,
na ili roho za wapendwa hawa zikaweze kutulia. Wengine wanahitaji karo ya shule, wengine Baba wa mbinguni wanahitaji mahitaji mengine. Bwana tunakuomba peana. Zaidi ya yote Bwana tunaomba amani mioyoni mwao, na ili wasije wakashtuka kwa ajili ya mitihani, lakini wapate ujasiri kama ulivyonena na Yoshua na ukamwambia ya kwamba akaweze kupata nguvu na kuwa na ujasiri. Wapendwa hawa twaomba ukawanongonezee ujasiri mioyoni mwao na ili wasije wakatambika katika jina la Yesu. Tunaomba Bwana mashule yote ambayo wapendwa hawa wanasomea yakaweze kulindwa nawe, na tunakataa kazi ya mwovu shetani katika jina la Yesu. Na tunatangaza ya kwamba wapendwa hawa watasoma na watamalizia vizuri kwa utukufu wa jina lako. Tunakataa migomo, tunakataa kushomeka kwa mashule katika jina la Yesu. Na tunaomba wewe uliyeanzisha kasi njema juu ya maisha ya wapendwa hawa utaikamilisha. Watakamilisha masomo yao vizuri. Hakuna atakayefukuzwa shule, hakuna atakayeanzishwa masomo kwa jambo moja ama lingine, na hakuna gharama itapatikana, kwa maana utawalinda katika jina la Yesu. Tunaomba ya kwamba Bwana ukawapatie ufasaha wa kiakili Baba wa mbinguni, na ili wakaweze kuwa na clear mind ya kuelewa masomo na kukumbuka vizuri, na ili ya kwamba wakiandika katika makaratasi ya mitihani Baba wa mbinguni wataandika kile kitakachojibu maswali watakaoulizwa. Na Baba wa mbinguni tutakapoona wakileta matokeo mema tutalisifu na kulitukuza jina lako. Angazia maisha ya wapendwa hawa na ukawatende mema, kwa maana ni katika jina lake Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu twaomba. Amen. May the Lord bless you. May the Lord bless all our candidates for this year. May we see flying colors from you. Bwana asifiwe. Tupige Yesu makofi kwa pale ambapo tumefika. Tunashukuru na tunasema ni asante. Asante mchungaji kwa sababu ya neno ambalo litatujenga mwaka huu, na hata ku launch the theme ambayo itatuongoza tukimtafuta Mungu wakati wote na nguvu zake, tunajua tutafaulu. Tuendelea vyema na tunashukuru Mungu kwa pale tumefika. Na kama tusema hili ilikuwa ni ibada maalum ambayo ilikuwa ni ibada ya launch wa year 2022 theme. Tunasema ni asante kwa Mungu. Sasa karibisha mchungaji kwanza akaweze kuomba na wale ambao wanatoka tunapoingia katika meza ya Bwana. Karibu mchungaji. Asante sana. Ya leo ilikuwa ibada ya kipekee, kwa maana ni ibada ya kwanza ya mwaka, diposa tunaweza tumia muda mwingi, lakini ni kwa utukufu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tutaweza kukamilisha kwa kuingia katika ibada ya meza ya Bwana, na ili tupokee sakramenti ya mwaka mpya, na ili tukaweze kuwa na agano jipya naye Mwenyezi Mungu akiwa Mungu wetu na sisi tukiwa watoto wake, ya kwamba tukimtafuta pamoja na nguvu yake tutafanikishwa. Tunapofanya hivi tunawapenda wale ambao hawapokei, lakini nawahimiza mara tena ya kwamba ni vizuri kujiunga na meza takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo. And therefore, if you are there and you do not receive from the holy table, just consider your steps and think how you can get into the Lord's table kwa utukufu wa Bwana. Nitaweza kuwaombea, na kama unatamani sana kuingia katika meza takatifu, mzee yeyote yule aliyoko hapa mbele unaweza kumuona anytime.
You can even consult your district deacons, uwaulize ni jinsi gani unaweza kuona mzee wa kanisa ama mchungaji, na wataweza kukuleta kwetu na ili tukusaidie ukaweze kushiriki katika meza ya Bwana. And that is why we call for pastoral session, na ili ya kwamba watu wanaona wazee wa kanisa wanajielezea vizuri, sio kwa kufinyiliwa ama kwa kuulizwa maswali magumu ama kwa kuelekezwa kwa mambo mengine ambayo hayawezekani, lakini ni kwa kusaidiwa. Sisi tuko hapa na ili tuwasaidie nyote na ili tukaweze kufika kwenye msalaba na maisha yetu ikaboreshwe naye Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo Bwana awabariki na watende mema. Ningeomba tusimame na ili tukaweze kuomba, tukiomba tuingie katika meza takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na tuombe. Twakushukuru mara tena ewe Baba Mwenyezi Mungu kwa nafasi nyingine ambayo umetutolea kwenye mwaka mpya huu, na ili tukaweze kupata nafasi katika meza takatifu. Mfalme wa ajabu, kuna wapendwa wetu ambao bado hawajaweza kufika katika kiwango hiki. Kwa huruma zako na neema yako na nguvu yako Bwana, twaomba ukaweze kuwakumbuka. Twaomba Baba wa mbinguni ukaweze kuwatengenezea njia. Twaomba ukaweze kuwaondolea vikwazo za aina yote, na ili vile vile wakaweze kuhusika katika ibada hii unayotuelekeza Kristo, na ili tukaweze kukukumbuka na tupate urejesho ndani yako. Baba wa mbinguni, twaomba kwa kila mmoja ambaye ataondoka, wingu lako likamfunike, wingu lako likaandamane nayo, Roho wako Mtakatifu akazidi kunena ndani yake, na ili Baba wa mbinguni mwaka huu usije ukaisha wakiwa bado wako nje, lakini waingie ndani ya meza takatifu. Twawabarikisha mikononi mwako, neema yako iandamane na wao, nguvu yako iwaangazie mwaka huu mpya, wakaweze kupata mabadiliko kwa utukufu wa jina lako, wakaweze kutembea ndani ya nuru yako Bwana, na uwafishe mahali ambapo hawawezi kupatikana na muovu. Na Baba wa mbinguni waonyeshe upendo wako mkuu kwa utukufu wa jina lako. Enendeni wapendwa, mkafurahini mwaka huu, mkayashinde majaribu yote, na mkaweze kufanikishwa katika kila jambo kwa utukufu wa Bwana, na mkawezeshwe na Bwana kurejesha nyayo zenu, na ili mkaweze kuwa wapokezi katika meza takatifu. Na wabariki na baraka za mbinguni Bwana andamane nanyi katika jina lake Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Wengine tuketi, wapendwa wanaotoka tuwape nafasi ya kutoka, na Bwana ataweza kutubariki. Elda Gitonga pamoja na kwaya watatupatia wimbo. Tunaomba wale mnatoka mnaweza kuchukua kitabu.